Karibu sana mtazamaji wa Ahadi TV Online ambapo unaendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kutufikia, na leo niko na story ya Pacome Zouzoua ambaye ni mchezaji wa klabu ya Yanga ambaye kwa mara ya mwisho aliumia katika mchezo wa JKT. Pacome Zouzoua tunajua kabisa kama bado ana majeraha mbalimbali ambayo yanaendelea kumkabili. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Pacome Zouzoua leo ameweza kuposti ambayo ina ujumbe mzito, na ikiwa leo ni siku ya wananchi ambapo wananchi wanasherehekea siku yao katika uwanja wa Uhuru, na tunajua jana Simba ilikuwa ni siku yao ya Simba Day ambapo walisherehekea pia pale katika uwanja wa Uhuru, na walicheza mechi dhidi ya Police Kenya na wakafungwa goli moja, ikawafanya kuharibia siku yao. Na hatujui leo Yanga watacheza na nani na itakuwaje. Je, watafungwa kama Simba? Lakini kupitia siku ya leo mchezaji Pacome Zouzoua ametoa ujumbe wa kuwatia moyo wachezaji wenzake wanaoendelea na safari ya soka msimu huu, akiwataka kutokata tamaa licha ya changamoto wanazokutana nazo katika mchezo huo. Pacome amesema anawatakia nguvu wachezaji wote wanaoendelea kucheza soka bila kujali ligi au kiwango wanachochezea, akiwataka kukaza buti na kuendelea kupambana. Amesema licha ya soka kuwa na changamoto na wakati mwingine kuwakatisha tamaa, bado ni mchezo ambao wachezaji wengi wana mapenzi nayo ya dhati, hasa kwa kuwa na wengi wao walianza kucheza kwa ajili ya burudani na furaha. Kwa mujibu wa Pacome Zouzoua, soka limewapitisha wachezaji katika hisia mbalimbali, lakini bado limeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yao ya mchezo wanaopenda kwa dhati. Nikimnukuu Pacome hapa ameandika, na watakia nguvu kaka zangu wote wanaoendelea na soka msimu huu bila kujali ligi au kiwango wanachochezea, kazeni buti na msikati tamaa, amesema Pacome Zouzoua. Aidha ametoa ujumbe maalum kwa wachezaji walio mbali na familia na marafiki zao kutokana na majukumu ya soka, wale ambao kwa sasa hawana klabu pamoja na wanaopitia majeraha. Amesisitiza umuhimu wa wachezaji kutumia vizuri fursa walizonazo wakati bado zipo, akieleza kuwa maisha ya soka ni mafupi na hayadumu milele. Nikiendelea kumnukuu Pacome, anasema tumieni fursa mlionayo wakati bado mnayo, kwani soka ni la muda mfupi na halidumu milele, baadaye halitabaki kuwa kumbukumbu tu, amesema Pacome Zouzoua. Zouzoua pia amewapa moyo wachezaji ambao wameamua kuachana na soka kwa sababu mbalimbali, akiwakumbusha kuwa maisha yana mambo mengi zaidi ya mchezo huo na kwamba wanaweza kupata furaha na mafanikio katika maeneo mengine. Nikiendelea kumnukuu anasema pia nawatakia nguvu wale walioamua kuacha soka kwa sababu mbalimbali, maisha yana mambo mengi zaidi na hayo mtapata furaha yenu mahali pengine, amesema. Ujumbe wa Pacome Zouzoua unalenga kuwakumbusha wachezaji kuthamini kila hatua ya safari yao ya soka, kuvumilia changamoto na kutumia kila fursa wanayoipata katika kabla ya muda wao ndani ya mchezo huo kufika mwisho. Hicho ndicho alichokiandika Pacome Zouzoua leo kupitia ukurasa wake wa Instagram, ikiwa ni siku ya wananchi. Sijajua Pacome Zouzoua amelenga nini kuandika ujumbe huu ikiwa kwa siku ya leo, na kwa taarifa ambazo zinasemekana kwamba alizitoa msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe, alisema kwamba Pacome Zouzoua hatakuwa sehemu ya wachezaji katika msimu wote huu ambao unafuata. Endelea kufuatilia Ahadi TV, utaendelea kupata taarifa na update mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare kutoka hapa makao makuu. Mimi ni Abdallah Juma.